Mtazamaji, katika maisha haya tunayoyaishi, kitu kizuri kama uzuri wa mtu, nafasi nzuri au fursa ya kipekee huvutia watu wengi na huwa hakidumu kwa muda mrefu bila kuchukuliwa au kubadilika. Kwa kweli, tunda nzuri halidumu mtini. Basi nikukaribishe katika taarifa za jarida la Ovoro. Mimi ni Nyakio Ndwega. Kwanza tuangazie vidokezo. Spika wa Bunge la Taifa awakosoa waliopanga vurugu. Mkuu wa utumishi wa umma asifia mfumo wa PPP. Mbunge wa Manyatta atoa kauli yake kwa gavana wa kaunti ya Embu. Karibu mtazamaji. Moses Wetangula ambaye ni spika wa Bunge la Taifa ametaka vyombo vya usalama kufanya uchunguzi zaidi kuhusu vurugu za wakati wa maandamano ya Jumatano wiki iliyopita na kuhakikisha kwamba wote waliohusika wanakabiliwa na mkono wa sheria. Wetangula ameendelea kusema kuwa ingawa sheria inaruhusu haki ya kuandamana kwa amani, haikubali ukiukaji wa haki za binadamu wala uporaji kama ilivyoshuhudiwa katika maandamano hayo. Kenya ana haki ya kuandamana, ana haki ya kupeleka petition kwa ofisi kama yangu spika. Aseme nataka serikali tufanyie hili na hili na hili. Au serikali imetusahau kwa hili na hili na hili. Lakini hakuna sheria au katiba inakubali mtu kuandamana, kuvunja mali ya watu, kunajisi wanawake, kupora mali, kupiga polisi na kuua wengine. Hiyo sheria haikubali. Wale Wakenya wenzetu wamekufa kwa maandamano, tunalaani wale walioita maandamano, na wale ambao walihusika waadhibiwe kisheria. Naye mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ameeleza msaada mkubwa wa mfumo wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi, yani PPP, katika kuchochea maendeleo Kenya. Akihutubia mkutano wa ngazi ya juu kuhusu miundombinu na uwekezaji, Koskei alisisitiza kuwa PPP ndiyo njia endelevu ya kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo bila kuweka serikali katika mzigo mkubwa wa kifedha. Mwanahabari wetu Munene Njiro na habari zaidi. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amepongeza mfumo wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi kama njia ya kuhakikisha maendeleo nchini Kenya. Akizungumza katika mkutano wa ngazi ya juu kuhusu miundombinu na uwekezaji, Koskei alisema kuwa PPP ni suluhisho endelevu la kufadhili miradi mikubwa bila kuikandamiza serikali kifedha. Alisisitiza kuwa ushirikiano huo unaweza kusaidia kuziba mapengo katika sekta kama vile usafiri, nishati, maji, afya na elimu. Aidha, alihimiza uwazi, uwajibikaji na kuwepo kwa mifumo ya kisheria iliyo wazi ili kuhakikisha utekelezaji wenye mafanikio wa PPP kote nchini. I'm happy to reckon that there is good progress. Good progress in the sense that the infrastructure that has been rolled out is adequate enough to show not only the viability of the project, but to make us see the returns of the same. We had to sort out the challenges that were here. One challenge was the intake that was terribly silted every other time. And that is why government pushed and established or came up with a new intake, complete with a pumping station that would enable to enable this project to continue and get water uninterrupted. We've done, you've seen again, we've done a 450,000 cubic reservoir, which has settled the silting problem. Nikiripotia Ovoro TV, langu jina Munene Njiro. Na tukiendelea ni kwamba waziri wa afya Aden Duale
Amesema kuwa serikali inatumia akili unde wanasa wanaotumia ulaghai kufuja pesa za bima ya afya SHA. Duale amesema kuwa malipo kwa huduma hizo yanakaguliwa ili kuhakikisha kuwa hakuna malipo yasiyostahili, hatua inayolenga kukomesha wizi na ulaghai. Tupate zaidi kwenye habari ifuatayo. Katika juhudi za kukomesha ulaghai katika bima ya afya ya SHA, sasa serikali inatumia akili unde ili kuwanasa wanaojihusisha katika matendo hayo mabaya. Kwa mujibu wa Waziri wa Afya Aden Duale, malipo kwa huduma za SHA yanakaguliwa ili kuhakikisha kuwa hakuna pesa zozote zinazofujwa na kwamba hakuna malipo yasiyostahili. Lengo la hatua hii ni kukomesha wizi na ulaghai katika hospitali zinazojihusisha katika kujinufaisha na malipo yasiyostahili na kusingizia bima ya SHA. Aidha, Duale amedokeza kuwa zaidi ya shilingi bilioni 51.3 zimezambaziwa vituo 7,446 vya matibabu humu nchini, huku vituo 31 katika kaunti 12 vikichunguzwa kwa ulaghai. To all our employees that remitting employee contribution by the 9th of each month is both a legal requirement and a collective responsibility to safeguard this very important national asset. Our integrated digital system now provides real-time monitoring of all the transactions, ensuring transparency and accountability in our fund utilization. Our fight against fraud has intensified through the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council's integration, and Dr. Kariuki is here. We have integrated the council's data with that of the digital superhighway, and as I told the country earlier, that resulted to the closure of 728 non-compliant facilities and downgraded another 300. Na chama cha walimu wa sekondari na vyuo vya kiufundi KUPPET kimetangaza mapendekezo kadhaa kabla ya kikao kilichopangwa kufanyika na tume ya huduma kwa walimu TSC siku ya Jumatano kwa ajili ya kuanzisha mazungumzo kuhusu mikataba mipya ya makubaliano ya mishahara CBA. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni ongezeko la mshahara wa msingi kwa kiwango cha kati ya 50% na 100%, nyongeza ya posho ya nyumba kwa 20%, huku walimu wote wakihamishwa katika kundi la kwanza la makazi linalowakilisha miji mikuu, na pia nyongeza ya posho ya usafiri kwa kiwango cha kati ya 200% na 250%. Teacher Service Commission Chairman, we already received a letter of the CBA opening up the CBA negotiations. So we'll be meeting the Teacher Service Commission on 2nd of July. We shall be meeting Teacher Service Commission in their boardroom. And we are sounding the first warning that the Teacher Service Commission must tell us the number of teachers in this country by registration, and those numbers who have applied and have not gotten the jobs, who are engaged and are on the payroll, and those who are yet to be employed but are in the private sector. If they don't give us that, then it means that we have got so many ghost workers in this country. The Ministry of Education equally must give us the number of schools and their sizes. How much money do they disburse? And to what extent do we have deficit to fill the gap? So that is when we can run an economy, especially the education economy in our country. Bila shaka unaendelea kupokea habari zetu kupitia mitambo ya PAN 162. Katika mitandao ya kijamii pia tupo. Tutarudi baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa twende mapumzikoni. Usiende mbali.